Kumekuwa na slogan nyingi ambazo umeanza nazo na zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Slogan ya sasa hivi ni hii, mnabeba. Lakini mwanzo umekuwa mbaya kwenu. Mmepoteza mabao 2-0. Unadhani hiyo slogan inaenda kutimia? Ya, inaenda kutimia na kuna vitu vinaandaliwa au vinasemwa kwa sababu nafikiri huo msemo una maana kubwa sana. Kama nilivyosema awali kwamba mchezo wa kwanza umeisha, sasa hivi tuna mchezo wa pili nyumbani ambao ni mchezo muhimu sana. Wao walikuwa kwao, kila kitu ni chao na walikuwa na mashabiki wao ambao ni wengi sana. Kwa hiyo hata sisi pia ni zamu yetu, mashabiki wetu watakuwa nyuma yetu kusupport kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ile kauli ya hii tunabeba lazima itatimia. Kama wachezaji mmeongea nini mara baada ya kutanguliwa mabao 2-0 kuelekea mchezo unaofuata? Game imeisha na focus ambayo sasa hivi tunaielekeza ni kwenye mchezo wa pili. Yeah. Zimbwe, ukitazama sehemu nyingi hata kwenye big screen ambayo Simba waliandaa mara baada ya dakika 90 kutamatika, mashabiki walifurahi sana. Hii inawapata sura gani nyinyi wachezaji pamoja na benchi la ufundi, licha ya kufungwa bado mashabiki walishangilia kwa hicho? Mashabiki wetu wanaelewa tukiwa uwanja nyumbani tunakuwa ni watu wa aina gani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinawapa moyo. Nafikiri tungekuwa tuna matokeo mazuri nyumbani wasingeweza kushangilia. Hata si pia inatupa moyo kwa sababu tumekuwa kama tufanye vizuri nje, mechi za maamuzi ambazo tunataka matokeo nyumbani tunakuwa ni watu wengine kabisa. Kwa hiyo mimi naamini tunaenda kuwa na mchezo mzuri na mchezo tofauti na kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe nyumbani. Kuna swala zima la uwanja ambao linazungumzwa. Wapo ambao wanadai uwanja utapelekwa Zanzibar lakini wengine Dar es Salaam. Na kikubwa Mkapa unazungumzwa ni maeneo ya machinjio ya watu wengi. Vipi kama mechi haitachezwa kwa Mkapa? Mnaona mnaenda kutoa ile taji mkiwa visiwani Zanzibar? Kikubwa sisi tutaiendea mechi kufuata maelekezo ya walimu. Hilo swala la uwanja nafikiri viongozi wetu wanalipambania zaidi, lakini sisi kama wachezaji focus yetu itakuwa kwenye kuicheza finali yetu ya pili. Iwe Dar es Salaam, iwe Zanzibar, focus ni kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe. Izungumzie kidogo RS Berkane yenyewe, tumeona ni timu ambayo ina ubora wake ambao umeweza kuonekana kwenye hii michuano, lakini pia kwenye ligi yao wenyewe wametoa ubingwa tangu mwezi Machi. Zungumzia kidogo na kuelekea ni timu nzuri na ndio maana ipo finali, ni timu nzuri na ndio maana imechukua ubingwa wa kwao, ni timu nzuri na ndio maana ina mataji mawili nafikiri ya Africa Confederation. Kwa hiyo katika mchezo wa pili tutaingia kwa kuheshimu, kutambua ubora wao. Kwa hiyo kikubwa sisi kama wachezaji tutafuata yale maelekezo ya walimu wetu ambao watatuambia ili tuweze kushinda huo mchezo. Neno moja kwa mashabiki wa Simba? Siku zote mashabiki wa Simba wamekuwa ni watu wa kujitokeza kwa wingi sana kuja kutusupport sana. Na ndio maana hata tumepoteza kwa goli 2 lakini bado wamekuwa ni watu ambao wana furaha kwa sababu wanaamini kwamba wao ndio wanakuja kutupa sisi nguvu. Kwa hiyo hata sisi pia wachezaji ni faraja kwetu na tunaamini kwamba nguvu yao na nguvu yetu tukiunganisha tunalibakisha kombe. Asante Captain. Asante.